Nimelisikia hili la maji na nimepita maeneo tofauti tofauti, nimeona huu utaratibu ukijitokeza wa watu kupewa fedha na kuahirisha mradi ambao wamepewa fedha kwa ajili yake na kuanza kutekeleza miradi mingine. Wanaanza kutekeleza mambo mengine. Mkandarasi anapewa fedha, kumbe anadaiwa na benki, anatumia fedha ya mradi kwenda kupoza kwenye madeni yake yanayodaiwa. Nimepita jana Mbinga, nimekutana na jambo la aina hii. Nilipita na sehemu nyingine nikakutana na jambo la aina hii. Nimeelekeza TANROADS na Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, TARURA, Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, fanyeni sensa ya miradi yote ambayo wakandarasi walishapewa payment, walishapewa malipo ya, na mfanye tathmini ya kujua fedha hiyo ambayo imeshatolewa inalingana kwa kiwango gani ambayo imeshafanyika. Nipate taarifa hiyo, na wale ambao tutagundua kazi ile iko chini ya fedha ambayo wameshaipata, hiyo ni hujuma dhidi ya uchumi wa nchi yetu. Hawa lazima wafike kwenye mkono wa sheria. Ifuatilieni, fanyeni hiyo sensa, nataka hiyo ripoti. Na nimefuatilia, nimejua kuna baadhi ya wakandarasi akiwemo mmoja ambaye mlimtoa kule Mbinga, yule mliyemtoa asipate kazi nyingine yeyote hapa nchini, wapatieni wazawa. Anakujaje mtu anatoka huko mnampa hela anacheza hapa? Wale wote ambao mnawapa kazi wanahamisha fedha, wanaanza kutumia kwenye madeni yao, wanaanza kutumia kwenye mambo yao, hawawalipi wazawa, wasipate kazi tena. Waaminini wazawa, wapeni kazi hizo. Hatuwezi tukawa na watu wanakuja wanababaisha kazi, wanatutisha na vijingereza puzi mtupu. Kwa hiyo fuatilieni miradi yote ambayo tumeshatoa fedha. Kumekwepo na mchezo huo. Tumeona hata wengine anapewa fedha, kumbe anadaiwa kule nchini kwake. Wanang'ang'ania fedha ilipwe kwenye akaunti za nchi yao. Yaani mradi unafanyikia Tanzania, fedha inalipiwa Tanzania, wanataka ilipwe nchini kwao, kumbe anadaiwa kule kwao. Akishapewa, kwa kuwa hawezi kupata malipo ya pili mpaka kazi ionekane, wananchi wanaendelea kuona kazi tu haiendelei. Huyu haleti certificate ili alipwe kazi iendelee, kwa sababu ameshindwa kuzalisha kazi kuonesha kazi ambayo imeshafanyika. Wananchi wanadhani serikali haijalipa, kumbe amelipwa, amepeleka nchini kwake, anadaiwa huko nchini kwake. Na mikataba mnayo saini, kama kazi inafanyikia hapa nchini, afungue akaunti, malipo yafanyike hapa nchini. Madeni ya nchini kwake atajuana nayo yeye mwenyewe. Wasitumie fedha ya serikali yetu kulipa madeni ya mabenki yao. Mikataba yote mnayoingia, wekeni vipengele vya aina hii. Na kwa hawa ambao tayari tulishawapa kazi, fanyeni tathmini kila mmoja ambaye tulishampa kazi, tulishampa fedha ya kuanza kazi, tuipime kazi hiyo kama inalingana na fedha aliyoipata.